بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الإسلام جانا ketika سورة الفتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. نعم. كل المخلفين من العرب wakati na wao wanarudi kutoka na safari ya Maka ya kwenda kufanya umra iliyoakhirishwa mpaka mwaka wa pili wa 7 Hijri, na wao wanarudi njiani, na Mwenyezi Mungu ameteremsha bishara hizi nzuri kuwatia nguvu wasisikitike, ili mlioendea mtalipata mwaka ujao inshallah, na kwa kuwa mmekosa thawabu hizi basi mtapata thawabu ya qital fi sabilillah katika vita vya Khaybar vijavyo. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها, yani hajataja kwamba kupigana katika vita, bali maghanim moja kwa moja result ya mapigano itakuwa mnaenda kuchukua maghanim, yani ngawira. Na waambie hao watapotaka nao kukufuateni, waambie hamtotufuata kabisa, lakini wape mtihani huu. Mwenyezi Mungu amewapa fursa nyingine, kama watatekeleza bado wana chance ya kurudi kwa Mola wao. Na ukitazama baada ya kushika kwa Khalifa Abu Bakar Siddiq na Umar Khattab, khalifa wa kwanza na pili, unafiki umetoweka. Waliortadi katika dini wamerudi katika dini, wengi wakajiunga katika vikosi vya Kiislamu. Hakuna njia isipokuwa ni kufuata hivyo tu, kwa sababu wengi ndio walikuwa na nguvu, ibidi wao wafuate. Kwa hiyo vita vya ridda, hurubu ridda, wars of apostasy, wanaita apostasy, murtadin, ridda, vita vya ridda vimebadilisha mambo mengi sana katika Uislamu baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya nasema qul lil mukhallafina min al-arabi, waambie hawa waliokaa nyuma, waliowekwa nyuma na Mwenyezi Mungu hajataka waende, lakini wakapona mtihani mwingine, satud'auna, mtaitwa, ila qaumin, kwenda kupambana na qaum, uli ba'sin shadid, walikuwa na ba's shadid, wakali katika mapigano, tuqatilunahum, mpigane nao, au yuslimun, au wakichagua kuslimu na wachague. Na ndio kwa maana katika vita kila unapokwenda, kitu cha mwanzo unakwenda mjumbe kwa kuambia kwamba muingie katika dini hii. Hawataki, basi mnatakiwa mlipe jizya ili mkae kwa amani, na sisi tutakulindeni mukabil kulinda. Jizya ni pesa unalipa, na ilhali watakuwa katika ulinzi wao. Na ikiwa Waislamu wanashindwa kuwalinda, inabidi warejeshe pesa zao, kama alivyofanya Abu Ubaida kuwapa ahli dhimma, kuwarejeshea mali yao, pesa zao walizotoa za jizya walipokuwa wanaiteka sehemu za Sham. Kama hamtaki la kuslimu wala kutoa jizya, kwa hivyo mapambano yanakuwepo, basi baina na qital inakuwa mshaonya. Kwa hivyo aya zinasema hivi, tukatilunahum au yuslimun, yampigane nao au waslimu. Fa in tuti'u, hundo mtihani wenyewe, kama nyinyi mtatii mkatekeleza haya, yu'tikumullahu ajran hasana,
basi mjue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakupeni ujira uliokuwa mzuri, malipo mazuri duniani na akhera. Malipo duniani hizo ngawira mtazipata zitakuwa zenu, na malipo akhera jannatul khuld inshallah, pepo za milele. Na hii ndio ajran hasana. Vipi itakuwa malipo ajra iwe hasana ile iwe nini? Kwamba malipo yalikuwa mazuri katika maisha yao. Ile imani kupewa peke yake kuzidi katika nyoyo zenu pia ni malipo mazuri, kwamba unahisi raha kabisa kwamba inazidi imani, na kwamba uko katika njia ya kumridhisha Mwenyezi Mungu. Na wa in tatawallaw, na kama mkigeuka, mkageuza nyuso zenu, mkapinga, mkakataa, mkarudi, mkikengeuka, in tatawallaw kama tawallaytum min qabl, na hii ni zinduzi la kuwazindua kama mliofanya mwanzo. Result yake mmeambiwa hamtonifuata mimi. Mtume sallallahu kapewa amri na Mwenyezi Mungu, waambie hamtopigana na mimi kabisa. Lan takhruju ma'i abadan wala taqtulu ma'i aduwa, la hamtotoka na mimi wala hamtopigana na adui yote, kama ilikuja aya katika surati at-Tauba. Kwa hivyo mkigeuka tena mara ya pili, mara mwanzo mmesamehewa, mara ya pili itapokuja fursa, kama mjafanya hivyo, wa in tatawalla kama tawallaitu min qabl, hapo tena yu'adhibkum adhaban alima, mtapata adhabu kubwa sana, ikiwa duniani na akhera. Ikiwa akhera tu, lakini adhabu ya Mwenyezi Mungu itakuwa kwanza, wao watakuwa wanaweza hata kupigwa vita, na hasa ikiwa watajiunga na watu waliotadi katika dini, basi hapo itakuwa Waislamu kwa ukhalifa wa Abubakar Siddiq wana haki ya kupiga vita. Na tulisema jana katika vita vya murtadin, ilipofika harbul yamama, maarakati al-yamama, ambao Musailim al-Kadhab walijitia utume, kwa sababu baada ya kufa kwa Mtume sallallahu ahli ridda, makabila takriban yote ukiacha Makkah na ukiacha Madina na watu wa Taif kidogo, waliobakia wote wamertadi. Hii ilikuwa under strong control ya Waislamu. Lakini nje hapo Jazira Arabia yote, kama tulivyosema, inatoka chini Yemen, Omani, alafu Saudi Arabia pande lote hili, alafu sehemu za UAE hizi, alafu ukishatoka kwenda northward, kwenda mashariki unaingia Iraq na Faris, ukienda magharibi unaingia sehemu za Sham kuanzia Urdun, alafu unaingia tena na Syria na sehemu zote zile, Lebanon, Sham zote. Kwa hivyo ukitizama kazi kubwa aliyofanya Abubakar Siddiq baada ya kushika tu khalifa baada ya kufa kwa Mtume sallallahu, tumeona kwamba kitu cha mwanzo kwanza, ile jeshi la Usama alilitanguliza limekwenda, hajaweza kuzuia. Halafu jambo la pili, akafanya nidhamu ya idara ya dola ya Islamia, namna gani kuweka kuwa na nidhamu nzuri. Halafu tena baadaye, baada kumalizika ridda, vita vya ridda hivi, kila kabila katika makabila makubwa ya na waliojitia utume, almutanabbiin, na mani zaka, waliogoma kutoa zaka, kwa vita vikubwa sana alivyopigana Abubakar Siddiq. Na Mwenyezi Mungu amempa nguvu na imani ya kuweza kuyatekeleza yote haya kwa muda mfupi. Miaka 2 na miezi 2 yake aliyokaa katika ukhalifa, jambo kubwa alilofanya, na katika ukiacha na kukusanya Qur'ani pia, lakini vita vikubwa katika vyote hivi ni kupigana harbul yamama, ambao wengi sana katika Waislamu walikuhifadhi Qur'ani waliofariki wanasema kama 70, wengine wanasema 80, na watu walikuwa na Musailima na makabila yaliokuwa mbali na Maka na Madina, ambao walikuwa kina Bani Tamim na Abu Hanifa, kabila la Hanifa, Bani Hanifa. Na kwa hivyo kama alivyosema wafuasi wao, kadhab Rabi'a ahabbu ilaina min sadiq Mudhar, alikuwa Mungu tunakujua kaya Musailima kwamba wewe kadhab, lakini kukulinda wewe Bani Rabi'a bora kuliko kumlinda Bani Mudhar, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabila lake la Mudhar. Kwa hivyo walisimama kidete dhidi ya Uislamu, lakini vita hivi vilikuwa vikali sana, mtihani mkubwa sana kwa Uislamu katika vita harb ridda, lakini hata hivyo imekuja under control baadaye.
na Waislamu wakajua kwamba aya hii iliyoshuka aya 16 kama tulivyoeleza jana kwamba hii tumefahamu kwamba ikiwa amekatazwa wasimfuate Mtume sana wakati wa hai wake, idhan wakati wa kufa kwake na kushika kwa Abubakar Siddiq khalifa walikuwa na chance ya al-Arabu wa mabidui kujiunga katika vikosi vya Waislamu kama wanataka kusafisha nyoyo zao na kuondoa unafiki wao na kujua dini hasa kusudio lake. Na kwa hivyo ilifuata ikawa ni hivyo, baadaye wengi wakaingia katika Uislamu. Ikiwa vita hivi, kwa sababu baada hapo kama tulivyosema Abubakar Siddiq kafungua njia akamwachia Umar al-Khattab ambaye alishika ukhalifa baadaye kutoka mwaka 13 mpaka 23, miaka 10 ya ukhalifa Umar Khattab amemaliza kila kitu. Abubakar Siddiq ameanza futuhat kuingia katika nchi nje ya Jazira al-Arabia. Jazira al-Arabia ilitajia karibu chini ya mwaka kuirejesha tena katika control yake na kuondoa ridda, ikawa watu wote wakarudi kusilimu tena. Baadaye kutoka nje ya Jazira al-Arabia na kuingia fath al-Iraq na fath Sham. Iraq alikwenda Khalid bin Walid watu wake, na huko Sham wamekwenda wengineo kina Yazid ibn Abi Sufyan na Muawiya ibn Abi Sufyan na Shurahbil ibn Hasan, wote vikosi walikuwa na vikosi vidogo vidogo, na Abu Ubaida Amir bin Jarrah katika mubashirin bil janna na Amr ibn al-As. Hawa ni viongozi. Ikawa hawa wameelekea sehemu za vita katika mwaka 12 na 13 na 14. Anafariki Abubakar Siddiq, anashika Umar mwaka 13, anaendeleza vita chungu zima vya Tabuk. Baada hapo Tabuk kunaingia tena vita vya Ajnadin na Falastini na Yarmouk, vita vikubwa vilipigana na Waislamu sehemu za West na Byzantine Empire wa Rumi. Ni vita vya Yarmouk katika Urdun, ambao ndani yake walianguka wengi sana, walikufa katika Warumi na Waislamu kwa uongozi wa Khalid bin Walid, na pamoja na hao ndio wataja commanders wake chini yake, waliweza kuiteka Rumi na kueneza Uislamu. Na huku akarudi tena baada kuwa akapewa upande wa Sham fath Iraq, ambao vita vikubwa katika kufungua Iraq katika vita vinaitwa Qadisiyah mwaka 13 Hijri, wameweza kuiteka sehemu mwaka 15 Hijri mwaka 15 Hijri kwa uongozi wa Saad ibn Abi Waqqas katika ubashiri wa pepo huyu. Kwa hivyo ilikuwa kama mwanzo wa ufunguzi mkubwa wa kuifungua Faris, Fath al-Qadisiyah katika eneo muhimu sana, Madina mji uliokuwa muhimu sana katika Iraq. Baada hapo tena njia ya kwenda mpaka kuingia al-Madain mpaka vita vya Nahawand. Hapo tena hapa al-Qadisiyah kaida wao mkubwa Rustam ameuliwa hapa. Waislamu hao Mafaris walikuwa wakitumia vifaru vyao, magari yao yalikuwa kutumia tembo kwanza, na saga wakija wao nyuma wanamaliza, lakini Mwenyezi Mungu amewapa nguvu jeshi la Saad bin Abi Waqqas kwa kutumia hila na kuweza kuwashinda juu ya matembo yao hao na kuuliwa kwa Rustam. Huyu Rustam alikuwa kamanda jabari na jeuri na mwenye hikma nyingi sana katika vikosi waliokwenda kupambana nao hao Arabu. Wanakula tende tu, wasojua hata kuvaa, wasojua hata nini, watakuja kupigana sisi katika super power sisi Mafaris. Rustam akasema acha tuwadanganye, tuaite tufanye sulhu wapate kurudi. Akaitwa Saad bin Abi Waqqas katika kukaa na watu wake, akasema tufanye kasa, tusipeleke watu wengi, tupeleke mtu mmoja. Rabi ibn Amr, madrasa yako aje alisoma Rabi ibn Amr katika mkubwa wa makabila fulani, lakini alikuwa na hikma kubwa sana. Akaambia ya qaidna, ewe qaid wetu, kiongozi wetu ya Saad, mimi naona tusipeleke watu wengi, tupeleke mtu mmoja, na mimi niko tayari kujitolea. Tena tuvae nguo zilizokuwa hafifu kabisa za kwa dharau, sio kama tukenda kwa watu wengi naona kama tunawapa heshima. Nguo zilizokuwa nyepesi za desturi tu, na tutie katika vitu vilivyoteka katika kufunga kama ukanda, ni vitu ambavyo tulivyoteka kabla watu wa Faris. Tuvae nguo zao tuoneshe kama unaona tumeshakuchukua ni vitu wenu na tunaenda kuchukua na dola lenu. Na akaenda na huyu Rabi ibn Amir akakutana na Rustam, akakanyaga jua carpet lao lilotandika na farasi wake na mkuki wake, akisha kakaa kwenye mchanga.
yote kumwisha jeuri kwamba hayo nyewe maladhati na starehe za dunia kae nazo, sisi hatujaja kwa jambo hilo. Akaambia hem, nasema nini nyinyi? Alipokuwa anakutana na Rustam, huyo kiongozi mkuu jamadari wao wa Faris hapa, hii kabla kutekwa Qadisiyah, anaambia nyinyi mnataka nini huko? Anaambia sisi laqad ibta'athana Allah linukhrij al-ibad min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Sisi tumetoka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ametuletea mtu kutuongoza, Mtume SAW katika, ametuletea kiongozi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuwatoa waja kutokana na utumwa wa binadamu kwenda katika utumwa wa Mwenyezi Mungu, Mola wa binadamu. Ikawa jambo hili limemtia wasiwasi sana yani Rustam, lakini hata hivyo baada hapo vikatokezea vita, wakashindwa. Ikawa mwanzo katika kuteka sehemu ya Faris ilikuwa kushindwa kwa vita hivi vya Qadisiyah, imefungua njia kwa ajili ya kuna hii fath al-futuh, yani ushindi wa kwenda kuiteka mpaka kuingia katika Iwan Kisra, katika ufalme wa Kisra wa Yazdagird, ambao hayo imetokezea tena baada ya miaka iliyofuatia katika ukhalifa wa Umar Khattab. Na kutekwa kwa kuingia mpaka katika Faris ndio kumeangusha the fall of Sasaniyin, hawa naitwa Faris, civilization yao, na emperor huyo Yazdagird alipokufa akatekwa ikawa Faris. Hivi vita ambavyo walikuwa wanatakiwa hawa wende ili waoneshe nini imani zao kwa sahihi, wawe katika futuhati hizi, katika ushindi huu. Kwa hivyo kwa aya imekusudiwa katika mwanzo murtadin, vita vya mwanzo alipiga Abubakar Siddiq au pamoja na Umar katika qital Faris na Rum, inaweza kuwa hivi, lakini ilikuwa ni kwamba mshapewa fursa kwamba huu ni mtihani wa pili, mnaruhusiwa mpigane katika vita pamoja na Waislamu ili muoneshe tauba yenu, kutubu kwenu, na ili msimame kama ni waumini waliokuwa sahihi, mkaondoa unafiki wenu. Inatosha kukuelezea habari ya history ni mengi sana. Kwa hivyo tuendelee hapa aya inayofuatia ya 17. Aya inasema laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. هي ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. نمانا aya hii nasema laysa 'ala al-a'ma haraj, hapana lawama kwa a'ma kipofu, wala 'ala al-a'raj haraj, wala hakuna lawama kwa kiguru, mtu mwenye athari ya mguu. Haraj yani haraj hamna nini, kuna amna dhiki au lawama, babi maana dhiq wala lawm, naam, yote maana moja. Wala 'ala al-marid haraj, wala kwa mgonjwa hakuna lawama kwa wao ikiwa hawatokwenda vitani, wanazo udhur madhubuti. Lakini basi waman yuti Allah wa rasulahu, yule ambaye anayemtii Allah na mtume wake, hata ikiwa hajashiriki kwa sababu hizo udhur walizokuwa nazo, waman yuti Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, basi Mwenyezi Mungu yule anayemtii atamuingiza katika jannat, mabustani ya peponi yapitayo mito mbele yake. Waman yatawalla, na yule atakayegeuka, yuadhibhu adhaban alima, atamadhibisha adhabu iumizayo. Haya, kwa hivyo hawa katika hawa al-a'rab walikuwa wanafiki, wako wengine wana udhur kwamba siwezi kwenda. Mmoja wao ni a'ma, mtu kipofu hawezi kwenda vitani. Lazima ziweke rules. Hii ni serikali yenye nidhamu ya Kiislamu, lazima zitizame hali zote.
Hali hizi tatu wameruhusiwa si join, wasiingie katika vita. Kwanza kipofu atakwendaje katika vita? Mashaka ya vita. Halafu a'raj, kiguru, mtu alikuwa na athari ya mguu. Anasema kuna al-far wal-kar wal-idbar wal-iqbal, ukimbia na kurudi, nenda nyuma nenda mbele, jeshi mara ukutimka ingia upande utimka nenda upande, kama alivyofanya Khalid bin Walid katika vita vya Tabuk. Baadaye aliposhika yeye ukubwa ukamanda, akasema sisi tuko kidogo, watu 1000 mbele ya 1,000 si 200,000 kwa mbele Warumi, tutafanya nini? Lazima tufanye hila turudi ili tupate nini, jeshi kubwa baadaye kurejelea tena. Na hivi ndio alifanya, akatumia plani. Plani gani? Plani ya kwamba ikifika alfajiri jeshi litoke sehemu 3. Kuna qalbi jeshi, moyo ule mbele pale front line, kuna maimana wa maisara, wings za kushoto na kulia. Tunataka watu wa mbele warudi nyuma, wapishe watu wa kushoto wapite kulia na kulia pite kushoto, halafu watokeze watu wa qalbi wale wakati wa mbele wale, halafu wafanye tena hivi, watimwe mchanga. Watasema wamepata nini, madad, msaada umekuja, jeshi jingine wamejiunga. Inawatisha wale, na ndio waliofanya, wakaanza kupigana kwa kuogopa. Waliojitolea wamejitolea kwa ajili ya kuzuia wenzao, na wale wapate kurudi mpaka kenda zao. Huyo Khalid plani hii aliyotumia kwa kuweza kwa save Waislamu chungu zima, wakarudi kwa ajili ya kujiunga tena jeshi jingine. Sasa hapa tukitazama, Mwenyezi Mungu anasema hapa laysa al-a'ma na haraj, na kila mmoja akamtumilia al-haraj. Laysa al-a'ma haraj, hajasema laysa al-a'ma wal-a'raj wal-marid haraj kwa pamoja, inawezekana, lakini kila mmoja kaipa haki yake. Wewe a'ma hakuna haraj, na wewe a'raj kiguru mwenye athari ya mguu la haraj, na wewe wala marid gani? Marid ambayo anayo maradhi yamna'uhu min al-khuruj, maradhi ya kumzuia asiweze kwenda, ugonjwa wa kuendelea, ugonjwa mkubwa nao, ama kuumwa na homa tu nauma basi ndio asende, la, si sababu. Na hapa ukitazama, mtu yote anayetakhalaf na jihad kwa kutoa sababu za uongo, Mwenyezi Mungu anajua siri wa ya'lamu siri wa akhfa. Kwa hivyo, na ndio kwa maana hapa inatakikana nia safi. Alikuwa nia safi, hawezi kuacha jihad ila kwa udhur lako mkubwa. Udhur unamfanya siweze kwenda. Bali al-insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Anajijua vizuri binadamu nafsi yake, hata akitoa udhur gani. Kaifa tajidu nafsi yako inakwambia nini? Inakwambia mimi nafanya unafiki hapa. Inakwambia yosi, unajua istafti qalbak. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu kaweka kaida, la yukallifu Allahu nafsan ila wus'aha, amkalifishi ila kwa wasaa wake. Kama hawezi kukalifisha, lazima uende. Pia Allahu ya'lamu sir akhfa. Au sio? Jambo lingine pia, ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, hajajalia kwamba haraj lazima ujikalifishe mpaka kujua nafsi yako, la abadan. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amejalia kwamba الحساب ليس على العمل tu, bali hisabu inaweza kuwa ala nia yako ilikuwa vipi. Na ukitazama masala ya nia, tunakuja katika sura Toba aya 91, inasema nini? Aya 91 inasema laysa ala dhu'afa, nyingine kusupport aya hii سورة التوبة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. hakuna kosa, ليس عليهم wote حرج, والذين لا يجدون ما ينفقون حرج, ليس عليهم حرج. hawa la ضعفاء madhaifu, hawezi kwenda kwa udhaifu wao, wal marضى wagonjwa, ugonjwa wao hawezi kuwapeleka masafa marefu, wala na shida na tabu ya nini, ya vita, wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna, wala wale ambao hawana kutosha kuwekea watu wao majumbani na kutumia mambo yanayohitajia katika misafara yao ya kwenda uende ukakae na njaa huko, uende ukatese wenzako, la, hawa washakuwa na hujja.
ليس عليهم حرج إلا إذا نصحوا لله hawana nini walaumiki hawa madam watamfanyia nia njema kwa Mwenyezi Mungu wa rasuli ya mtume wake ma'ala almuhsinina min sabil hawa hakuna kuwalaumu hawa wanaofanya mema wallahu ghafurur rahim na Mwenyezi Mungu mwingi wa maghfira na mwingi wa rehema. Kwa hivyo pia kwa upande mwingine ikiwa nia yake safi na alafu amekaa Mwenyezi Mungu ameleta katika aya 95 sura Nisa anasema la yastawi alqa'iduna min almu'minina ambao nini ghaira uli dharar hawezi kuwa sawa kabisa wale waumini wanaokaa wasende vitani wasokuwa na udhur wa kuwaweka bali wamekaa tu hawezi kuwa hawa la yastawi wa sawa na almujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim kwa wale wenye kujahid katika njia ya Allah kwa mali zao na nafsi zao faddala Allahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja Mwenyezi Mungu amefadhilisha wale wanaopiga jihadi kwa mali zao na nafsi zao wamefadhilisha wale mbele ya nini mbele ya waliokaa bila kwenda kupigana kwa daraja kubwa lakini wakula wa'ada Allah alhusna na wote Mwenyezi Mungu ameahidi watapata mema lakini wafadhala Allah almujahidin ala alqa'idin ajran 'azima amewafadhilisha watapa ujira adhim kubwa wale wenye kupigana kuliko wenye kukaa tu. Kwa hivyo kitazama Uislamu umeestablish kanuni za vita, kanuni za kukaa, kwa nini mtu asiende na sababu chungu zima, na kama tulivyosema sio amali zinazokumpeleka mtu kuliko kama nia. Na ikiwa nia yako na wewe mzima wa kila kitu itakufanya wewe amali zako ziwe nzuri na ujitahidi na uende katika vita. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam lan yudkhilu ahadukum aljanna amaluhu, lan yudkhilu ahadukum aljanna amaluhu, sio amali zake tumtia peponi. قالوا ولا أنت يا رسول الله تلك من نعم حتى أنا مية إلا يتغمدني الله برحمته كم يزمجو أن يشكوك رحمة zake. Na hapo utaona kwamba taa kama ilivyokuja katika aya alafu nasema nini tena, waman yuti Allah wa rasulahu, na yule anayemtii Allah na mtume wake. Mtume katoa amri pigane na wende wakapigana, wajua kwamba itaa amadha mtii mtume na mtii Mwenyezi Mungu. Waman yuti rasulahu faqad ataa Allah, anayemtii mtume manake amemtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Waman yuti rasulahu faqad ataa Allah. Kwa hivyo hapa wakati mwingine utaona waman yuti Allah wa rasulahu wa atiu Allah wa atiu rasul, kila mmoja anasema atiu Allah halafu atiu rasul, mtii Allah na mtii mtume. Nyingine waman yuti Allah wa rasulahu pamoja, yani kama kwamba taa ya mtume ni katika kumtii Allah kwa sababu yeye anachukua amri kwa Allah. Waman yuti Allah waman yuti Allah ويطيع الله ويطيع الرسول وأطيع الله peke yake, وأطيع الرسول, kama kwamba hapa pia amri ya mtume inayotoka isiyokuja kutoka asili yake kwa Mwenyezi Mungu, yani katoa amri yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, kama Mwenyezi Mungu anamwelekeza, kama mfano kuvaa dhahabu kwa wanaume, kuvaa hariri kwa wanaume na kadhalika, upate katika Qur'an. Lakini katika nini maamrisho yake mtume, baadhi ya mambo katika urishi ziko ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam ameongeza kwa amri. Tabana ma yantiqu anil hawa, hasemi kitu kwa anapopenda mwenyewe. Ukitazama kwa mambo kama haya pia na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa amri na sheria anazoziweka lazima zitiiwe, wa atiu Allah wa atiu rasul. Ghairi ya mtume hakuna mwingine, hajaja wa atiu ulil amri minkum wa ulil amri bas. Kwa nini? Kwa sababu ulil amri minkum lazima wawe katika taati Allah wa taati rasul. Kwa hivyo inawarejesha kule kwenye taatullah wa taatu rasul. Naam. Kwa hivyo hapa waman yuti Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, atatia peponi mabustani ambayo chini yake yanapita mito. Waman yatawalla, yule anayegeuka akawa anaasi, basi atapata adhabu kali sana, yuadhibu adhaban alima.
يعذب عذابا أليما. عرفنا فتي آية 18 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. تشكوا عن بيلي pamoja 18 na 19. لقد رضي الله بلا شك لقد kutilia mkazo zaidi kwa hakika radhi Allah Mwenyezi Mungu ameridhika anil mu'minina na wale waumini idh wakati yubayunaka wakifungamana na wewe wakifungamana nawe tahta shajara chini ya mti shajaratul ridwan. Hii tumshaeleza, hii inaelezwa wazi zaidi kutokana na nini aya ilikuja kabla yake huku innal ladhina yubayunaka inma yubayuna Allah, wanakuja kufungamana na wewe wajue kwamba wanafungamana na Allah na yadullahi fawqa aydihim, mkono wa Allah, nguvu za Allah ziko juu ya mikono yao. Halafu akasema pale kuhadharisha faman nakatha fa inma yankuthu ala nafsihi, ane vunja ahdi anajivunja nafsi yake na adhabu chamsubiri. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما, anayetekeleza ahdi Mwenyezi Mungu atampa ajira adhim. Ikaja tena hapa sasa yenyewe hapa kabisa anatia sahihi, خلاص ishakubalika, hii imeshapita, bill has passed, ishapita. Kwa nini? laqad radhiya Allah. طيب radhi za Mwenyezi Mungu ala almu'minin, kwa waumini. Kwa nini ameridhika nao? idh yubayunaka, wakati wanapofungamana nawe ya Muhammad تحت الشجرة chini ya mti شجرة رضوان. wapi hapa? katika Hudaybiyah. fa'alima ma fi qulubihim, Mwenyezi Mungu alijua yaliyomo ndani ya nyoyo zao. Kwani alikuwa kabla hajui? Taban sio kusudio kwamba alikuwa hajui baadaye ndio akajua, abadan. Hatumpunguzi sifa zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anajua kila kitu anachofanya. Lakini kwamba nini akaijulisha watu wajue kwamba hawa wamefanya yote kwa imani safi na mmeona wenyewe na wamejitolea, tuko tayari kufa ya Rasulullah, lakini tujue moja hapo. Kwa nini wanamuua mjumbe wako Makkah Uthman ilipovuzuka nini rumors tu kama nini Uthman ameuliwa Makkah, sikampeleka mjumbe. Kwa hivyo wote wamekuja na tunaweka ahadi, hakuna kukimbia katika vita, tutapigana mpaka tufe. Kwa hivyo bay'u ala al-maut wa ala alla yafiru, wasikimbie. Mwenyezi Mungu wameona imani yao kwamba ni sahihi 100%, na wangelifanya hivyo wangelibidi kuingia vitani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ameridhika nao, bali si hivyo tu, fa'alima fi qulubi fa'anzala as-sakinata alayhi. Kitu cha mwanzo kwanza baada ile mubaya asianze kuhofu pengine tuingie tupigane na Wakureishi pengine bila, wallahi as-sakina pale anzala, ikashuka as-sakina, utulivu wa nyoyo zao zikatulia, wakahisi kwamba ile maiyatullah, kuwa pamoja na Allah, utukufu uliokuwa nao, ikaingia imani kubwa sana. Fa'anzala as-sakinata alayhi. Hiyo muhimu sana hapa, kwamba baada ya mubaya sio kwamba ameanza kuogopa, hivyo ndio kweli tutapigana sisi, hivyo ndio kweli, hivyo ndio kuna kufa huko mbele. La, wallahi iko hayya ala al-jihad, hayya ala al-maut wa istishhad, yalla naije. Tunajua tunakwenda kwa pahala pale kwa bora zaidi kuliko maisha ya dunia haya. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu fa'ala ma fi qulubi fa'anzala as-sakinata alayhim, akashushia utulivu kabisa. Wa athabahum, athaba thawab, yani akawapa thawabu, akawapa ujira wao. Athabahum, akawalipa fathan kariba, hajalipa pesa, amewapa ushindi
uliokuwa karibu. Fath, ushindi wa karibu. Yani hii ikiwa fath ya ushindi wa karibu, ule ushindi kwamba tupoingia Maka wakaiteka, au ushindi wa karibu ambayo ndani yake mna ngawira wa maghanima kathira. Ndio kama kasatu tena aya hii ya 19, wa maghanima kathiratan, na ngawira nyara nyingi, taakhudhunaha. Mwenyezi Mungu hapa fa asabahum fathan qariba wa maghanima. Kwa hiyo aya inaanza wa pamoja na maghanim na ngawira. Idhan unaunganisha hii. Hata hapa Mwenyezi Mungu hapa thawabu, yani amewalipa. Amewapa nini? Fathan qariba wa maghanima kathira. Pamoja ushindi wa karibu na ngawira nyingi, taakhudhunaha, mtachukua hizo ngawira. Wa kana Allahu azizan hakima. Na Mwenyezi Mungu siku zote aziz, la yaghlibu shay, mwenye nguvu asiyoghilibiwa na kushindwa na yoyote na nguvu zozote. Huwa sahibul izza wal jabarut, sahibul azama wal quwwa wal izza, wa huwa al-aziz. Lakini uazizi wake, utukufu wake, nguvu zake zisizoshindikana kabisa, haziendi ovyo ovyo, zinakwenda na hikma kubwa. Mara nyingi sana aziz na hakim pamoja. Watu wengi wanatumia izza waliokuwa nayo kwa jeuri na kuonea wenzao. Wengi unaona katika tarikhi, ukenda siku zote mwenye nguvu anajipa nguvu zake, anajichukulia anachotaka, hajali kama anadhulumu, anaua, anafanya nini, mpaka mwisho akajiita Mungu. Niiteni Mungu au nitamkata mtu kichwa. Na watu wasawe ndio Mungu wetu wanamsujudia. Si Firauni, si Namrud, si wengi waliokuja wale. Kwa hivyo izza, utukufu wa Mwenyezi Mungu usioshindikana na yeyote yule katika viumbe vyake, basi kila kitu kinakwenda kwa hikma. Wa kana Allahu azizan hakima. Wa bihadha naktafi, wallahu a'lam.